Mamlaka za Ufaransa zimeanzisha uchunguzi kuhusu kifo cha balozi wa Afrika ya Kusini nchini humo, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa maarufu kama Nathi Mthethwa, ambaye mwili wake ulipatikana nje ya hoteli ya orofa jijini Paris siku ya Jumanne Septemba 30 mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa ya ofisi mwendesha mashtaka wa Paris, balozi Mthethwa mwenye umri wa miaka 58 aliripotiwa kutoweka na mke wake siku ya Jumatatu baada ya kupokea ujumbe wenye maandishi uliotajwa kuwa wa kusikitisha. Baada ya upekuzi, ilibainika kuwa alilala katika chumba cha orofa 22 ya hoteli maarufu, ambapo dirisha lililokuwa limefungwa kwa usalama lilionekana kulazimishwa kufunguliwa. Mwili wake ulipatikana katika ua wa ndani wa hoteli hiyo. Serikali ya Afrika ya Kusini imetoa salamu za rambirambi kwa msiba huo, ikieleza kuwa ni pigo kubwa kwa taifa na pia kwa jumuiya ya kidiplomasia duniani. Waziri wa mahusiano wa kimataifa wa ushirikiano Ronaldo Ramora amesema kifo cha Mthethwa kimetikisa sio tu wananchi wa Afrika ya Kusini bali pia washirika wake katika ngazi za kimataifa. Mthethwa alikuwa mwanasiasa na kiongozi wa muda mrefu nchini Afrika ya Kusini. Alihudumu kama waziri wa sanaa na utamaduni kuanzia mwaka 2014 hadi 2019 na baadaye akawa waziri wa michezo, sanaa na utamaduni kati ya mwaka 2019 na 2023. Mwaka 2024 aliteuliwa kuwa balozi wa Afrika ya Kusini nchini Ufaransa na pia mwakilishi wa kudumu katika shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO. Katika majukumu yake alijulikana kwa kuimarisha diplomasia ya kitamaduni na kukuza uhusiano kati ya Afrika ya Kusini na Ufaransa. Mamlaka za Ufaransa zimesema uchunguzi wa awali haujaonyesha dalili za mapambano ndani ya chumba cha hoteli. Walakini walipata mkasi karibu na dirisha lililofunguliwa kwa nguvu, huku sampuli za uchunguzi wa kitabibu zikitarajiwa kutoa majibu zaidi. Taarifa pia zinaelekeza kuwa mke wake alipokea ujumbe wa kuaga kutoka kwa marehemu usiku kabla ya kifo chake, jambo lilomfanya atoe taarifa kwa polisi kuhusu kutoweka kwake. Kifo cha balozi Mthethwa kimeibua simanzi kubwa, huku viongozi na wananchi wa Afrika ya Kusini wakimkumbuka kama mtumishi wa umma aliyejitolea kwa muda mrefu katika sekta ya siasa na diplomasia. Kwa sasa dunia inasubiri matokeo ya uchunguzi wa kina kutoka kwa vyombo vya usalama vya Ufaransa ili kubaini kwa uhakika chanzo na mazingira ya kifo cha mwanadiplomasia huyo mashuhuri. Hii ni ripoti ya Media Wire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika. Mimi ni Joseph Isangura.